Umewahi kujiuliza kwa nini unatoa sadaka? Kwa nini unatoa zaka? Yaani unakuta biashara unafanya wewe, lakini unatoa sadaka, unatoa zaka. Umewahi kujiuliza kwamba mtu aliyesoma, amesomea mambo ya biashara, amefungua biashara, anamiliki kampuni, anamiliki mahoteli, anamiliki masheri, lakini mtu huyo umewahi kujiuliza kwa nini anaenda kwa mganga wa kienyeji ambaye hajui mambo ya biashara yanasoma nini, ambaye hajui uendesheje biashara? Umewahi kufikiri kwa nini huyu mtu anaenda kwa huyu mganga wa kienyeji? Tunavyozungumza, yani maisha yako kiroho zaidi. Ukiishi kimwili umefeli. Na ndio maana watu wanaoishi maisha kimwili huwa hawafiki mbali. Lakini watu wanaoishi maisha kiroho, wanayatazama maisha kama fursa ya kuishi kiroho, hao ndio wamiliki na watawala wa huu ulimwengu. Hao ndio wamiliki wa biashara kwenye huu ulimwengu. Hao ndio wamiliki wanaomiliki nafasi mbalimbali kwenye huu ulimwengu. Hao ndio wanaomiliki nguvu za ushawishi kwenye huu ulimwengu. Hauwezi ukaishi kwenye huu ulimwengu haya maisha katika hali ya kimwili tu ukatoboa. Ni lazima haya maisha uyaishi kiroho. Kama unataka kuona matokeo kwenye maisha, badilisha mtindo wako wa maisha kuyaishi kimwili zaidi, ukayaishi maisha yako kiroho. Hata kama unaishi kimwili ndio tunakuona, lakini hakikisha kama Mtakatifu Yohane Chrysostom anavyosema, hakikisha unaishi maisha ya kiinjili. Yaani wewe mwenyewe unakuwa injili. Kwa hiyo tunapozungumza injili sio maandishi. Injili ni kile ambacho Mungu anakitaka tukiishi kwenye maisha kwetu. Kwa hiyo watawala wote na wote wenye nguvu za kidunia, kimamlaka, ni watu ambao wanayaishi maisha yao kiroho. Anaenda kutafuta nguvu za ziada za kuishi haya maisha. Hizo nguvu anazoenda kuzitafuta ni nguvu za kiroho, sio nguvu za kimwili. Unapokuwa unatoa sadaka hapa kanisani, unachokitafuta ni nguvu za kiroho. Unapokuwa unatoa zaka kanisani, unatafuta nguvu za kiroho. Kwa hiyo unapokuwa unatoa sadaka kwa ajili ya mzaliwa wako wa kwanza, unailinda hiyo nafasi ya huyo mzaliwa wako wa kwanza kiroho.